Bwana, sasa hivi ni mida ya paper number 4. Hii page number 4 ya leo bwana inatoka Kenya. Sio kama mmeona yule Mrussia ambaye au Mrusi ambaye ana trend amekamatwa baada ya kuwarekodi wanawake mbalimbali na kuwadhalilisha kingono huko Kenya. Sasa leo kunayo update. Serikali nchini Kenya imeanzisha uchunguzi kuhusu madai ya unyanyasaji dhidi ya wanawake wa Kenya unaodaiwa kutekelezwa au kufanywa na raia mmoja wa Urusi kufuatia kusambazwa kwa video zilizosambaa mtandaoni. Katika taarifa yake, Wizara ya Jinsia imeagiza vyombo vya usalama kuchukua hatua za haraka kuchunguza suala hilo. Video hizo ambazo zimekuwa zikizua hasira miongoni mwa Wakenya zilisambazwa sana mwishoni mwa wiki na kuchochea mdahalo, dhihaka na lawama mtandaoni kwa wanawake nchini Kenya. Msemaji wa serikali ya Kenya alisimama mbele ya waandishi wa habari na kutoa msimamo wa serikali kuhusiana na huyo Mrusi. Nataka kukashifu kama serikali tabia mbaya ya yule mtu tuliyemuona, yule Mrusi akisumbua mama wetu hapa. Hilo sio jambo ambalo ni nzuri hata kidogo, lakini tujipende sisi, tujipende kama Waafrika. Usione tu ngozi nyeupe unafikiri kwamba sasa umeenda kutajirika. Hiyo ni aibu kubwa sana. Nasema hivi kama msemaji wa serikali na Muthongo wa Ruiru, tuache haya maneno ya kuwa kwamba tukiona tu ngozi nyeupe hivi tunakimbia huku. Tujienzi kama Waafrika. Tuenzi ndoa zetu, tuenzi vile ambavyo tunaishi kwa pamoja, ili tusiwe kwamba tunajidharau sisi wenyewe, eti kwamba tunaweza kutumiwa kiholela holela. Na nafikiri ni jambo ambalo pia tuseme kwamba maadili yetu nafikiri yamerudi chini kidogo. Ukiangalia hizo video, ni video nyingine ambazo unakuta jamaa ameziweka kwenye akaunti yake ya TikTok. Alikuwa anavaa miwani yake ndio ina kamera. Kwa hiyo ilikuwa sio rahisi wala tukujua wanarekodiwa. Lakini ambacho kilikuwa kinanishangaza namna ambavyo hata alikuwa akimchukua mtu mwingine. Unamwona hamchukui kwa adabu. Yaani anaenda mfano kwa mtu ambaye yuko hotelini wale wa reception. Tunafahamu wale wako kazini, si ndio? Anamwagiza labda mletee kitu room. Kwa baadhi ya hoteli nyingine ama nyumba nyingine za wageni, yule mtu huaga atokagi. Yaani ni wachache sana atatoka na atarudi au atamtuma mtu. Lakini unamwona yule anachukuliwa, anaenda hadi room, anafika room, anarudi, anafuatwa. Yaani unaona kabisa haijakaa vizuri. Yaani kuna mwingine amewakuta kwa kazini, anavyoongelesha na wenyewe wamejirahisisha. Alichokiongea huyu kiongozi huko Kenya cha kusema ya kwamba watu wamekuwa wanajidhalilisha kwa sababu walikuwa wanamwamini yule mtu kwa kuwa ni mzungu. Ni kweli, ukiona wanawake wengi walikuwa wanachukulia rahisi. Yaani walikuwa wanachukuliwa kirahisi, ambapo kama ingekuwa ni kijana au mtu mwenye ngozi nyeusi akiwaongelesha vile, wasingekuwa nakubali. Labda kama ingekuwa ameenda anaonekana na hela. So nafikiri huenda ile mentality ya kwamba huyu ana hela, huyu ana nini, imewapelekea wamejikuta kwenye kujidhalilisha. Na sio hiyo tu, ziko nyingi ambazo tumeona hata wengine zinawakuta, video zinakujaga zinavuja baadaye. Mtu tu anamwamini, anahisi huyu ana hela, anamdanganya kwa hela, akiingia naye ndani anamrekodi. So kuzidisha pia umakini. Na unaambiwa issue ya kiafya pia. Tumesikia wanasema kwamba anadaiwa pia na alikuwa anafanya hivyo makusudi kama kulipiza kisasi, si ndio? Kwa story ambazo ziko mitandaoni. Wadada wengi ambao wamekutana nao wametoa picha, yani ametupa picha ya kwamba kuna wapo wanawake ambao hawazingatii afya. Japo wako wanaume pia. Lakini kuchukuliwa tu na mtu kashugwa mkono, amejaribu kukutaka kukuwini na amekuwin, akaenda kakuachia na maradhi. Ni vitu vya kuwa navyo makini sana. Sio kwa huyo tu, hata vijana hao sisi hapa tu. Yaani usimuone tu mtu kamwamini kaja, amependeza, akakuongelesha, ukaingia line, ukaondoka naye na bado hujazingatia kinga na mengine mengi. Wanasema sio Kenya peke yake huyu raia wa Urusi amefanya hivyo vitendo. Unaambiwa huko Ghana huko aliharibu sana. Aliharibu sana kabisa. Wanasema mwaka jana pale, mwanzoni mwa mwaka jana alikwenda nchini Ghana, akarekodi zaidi ya video 400. Imagine. Zaidi ya video 400 na nyingine akaziweka TikTok. Wanasema serikali ya Ghana sasa hivi walichokifanya, wamewaandikia barua Urusi. Wameandikia serikali ya Urusi barua kwamba wanamtaka huyo jamaa arudishwe ili aje ashtakiwe kwa sheria za Ghana. Sasa mtaani Kenya wanasemaje? Tunaye DJ Kemgal.
Kutokea Nairobi 254 wananiita DJ Kemgal, ambapo kwa leo nasikika kupitia amplifier ya Clouds FM kama ilivyo ada, mambo yanakuwa fresh. Bana, kutokea kipande hichi ni kwamba mitandaoni kumechafuka. Hii ni kwa sababu ya jamaa ama raia kutoka nchi ya Russia ambaye alikuwa likizo nchini Kenya kuweza kurekodi video wanawake mbalimbali hapa na pale. Kwa taarifa yako ni kwamba hadi kufikia sasa ni gumzo mitaani, mitandaoni na kila sehemu, maana ni issue ambayo imekuwa kubwa sana. Sasa mitaani watu wengi sana wanamkashifu yule jamaa kwa kosa la kuweza kuwarekodi wale wanawake, na zaidi ya yote pia ni kosa pia kwa yeye kuweza kuzivujisha zile clip mitandaoni. Lakini pia upande wa pili pia kuna wale pia ambao wanawakashifu wanawake ambao walionekana kwenye hizo video. Sababu ni kwamba kuna wale ambao walikuwa ni wake za watu, kuna wengine walikuwa ni mama za watu, kuna wale pia ni watu ambao wako kwenye mahusiano yao. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba naweza nikasema kwamba kuna hisia mseto kuhusiana na hii issue. Ila kikubwa ni kwamba kuna watu ambao wanamponda yule jamaa kwa kuweza kusambaza zile video, ila kwa upande wa pili pia kuna wale ambao wanawaponda haswa wale wanadada ambao waliweza kuonekana kwenye zile video. Kisa na maana ikawa ni kwamba wao inakuwaje kwamba wameamua kwamba wamekuwa ile tunaweza tukasema kwamba wamekuwa wepesi, manake jamaa yeye yani kulingana na video zake alikuwa anaonyesha kwamba kuongea na wao au kuwatongoza ilikuwa ni issue ya dakika 0. Basi tunaamini vitu vitakuwa sawa. Tutaendelea kuifuatilia hii kujua zaidi imefikia wapi. Hiyo ndio page ya mwisho kwenye countdown ya Amplify, na hiyo ndio page number 4 kutokea Kenya 254.